Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Serikali kupitia Wizara ya Madini imeanza kuchukua hatua za kuboresha mfumo wa biashara na uchimbaji wa madini ya Tanzanite nchini kwa kufikia maamuzi yaliyotokana na taarifa za tume na kamati zilizoundwa kuchunguza changamoto za sekta hiyo kwa ajili ya kuboresha mazingira ya biashara, kuimarisha usimamizi na kuongeza uzalishaji wa madini hayo adimu duniani sambamba na kuongeza thamani. Mheshimiwa Mavunde ametoa maelezo hayo Agosti 24, 2026 wakati wa ziara ya kukagua shughuli za uchimbaji na biashara ya Tanzanite Merelani, wilaya ya Simanjiro, ambapo ametembelea migodi inayomilikiwa na Frenon Mining and Games Court Limited na Chusa Mining Limited, soko dogo la madini, eneo la uthaminishaji na jengo la biashara ya madini ya Tanzanite. Aidha, Waziri Mavunde ametoa wiki 2 kwa wachimbaji wakati wa madini ya Tanzanite Merelani kuwasilisha taarifa ya hatua wanazochukua katika kutumia teknolojia za kisasa za utafiti, akisisitiza kuwa sayansi na teknolojia ni muhimu katika kubaini mashapo yaliyopo na kuongeza uzalishaji wa madini hayo adimu duniani sambamba na kuacha uchimbaji wa kubahatisha kwa kukosa taarifa sahihi. Aidha, Waziri Mavunde amempongeza na kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo ya kutenga 10% ya mapato yatokanayo na sekta ya madini kwa ajili ya utafiti, akisema uamuzi huo utaongeza kasi ya utafiti wa kina wa rasilimali za madini nchini. Amesema Merelani na mikoa ya Manyara ni miongoni mwa maeneo ya kipaumbele katika mpango huo wa utafiti, hatua inayolenga kuongeza uelewa wa rasilimali zilizopo na kuwezesha shughuli za uchimbaji kufanyika kwa ufanisi zaidi. Akizungumzia upatikanaji wa mitaji, Mheshimiwa Mavunde amesema wachimbaji wanaweza kunufaika na mikopo nafuu kupitia taasisi za fedha, huku serikali ikiendelea kuimarisha mifumo ya dhamana za mikopo. Amesema shirika la mfuko wa dhamana za mikopo Credit Guarantees Scheme Corporation kupitia Benki Kuu ya Tanzania tayari umeundwa na kusajiliwa na unatarajiwa kusaidia wachimbaji kupata mitaji kwa ajili ya kuendeleza shughuli zao. Katika hatua nyingine, Waziri Mavunde ametangaza kuanza kutumika kwa kofia ngumu yenye kamera katika migodi ya Merelani, teknolojia itakayowezesha ufuatiliaji wa shughuli za uchimbaji hata chini ya migodi, kwa kuanza na mgodi wa Frenon Mining and Games Court Limited na kuelekeza migodi mingine kutumia teknolojia hiyo ili kuongeza ufanisi katika usimamizi na uzalishaji wa shughuli za uchimbaji. Kuhusu changamoto ya nishati ya umeme, Mheshimiwa Mavunde amesema Wizara ya Madini na Wizara ya Nishati zimeweka mkakati wa pamoja wa kuhakikisha upatikanaji wa nishati unaendana na mahitaji ya sekta ya madini ili shughuli za uchimbaji na shughuli zingine zinazoambatana na sekta ya madini ziendelee bila vikwazo. Aidha, Mheshimiwa Mavunde amewapongeza wadau wa Merelani kwa kushiriki minada ya madini pamoja na kuchangia huduma za kijamii ikiwemo ujenzi wa zahanati, akisisitiza umuhimu wa sekta ya madini kuendelea kuwa na manufaa kwa jamii. Aidha, amepiga marufuku wafanyabiashara wa madini dealers kutumia wageni kufanya biashara kinyume na utaratibu, akionya kuwa serikali itachukua hatua kali dhidi ya watakaokiuka sheria. Sambamba na hilo, amemwelekeza afisa madini mkazi wa Merelani kukutana na kampuni za uchimbaji na wadau wengine ili kuboresha mazingira ya kazi kwa wana Apollo, huku ofisi hiyo ikitakiwa kukaa na wadau wote kuangalia namna bora ya kuboresha mazingira ya biashara katika soko lililopo ndani ya migodi. Waziri Mavunde pia ameagiza Kituo cha Jimolojia Tanzania TGC kutembelea wanawake wanaojishughulisha na shughuli za magonga katika eneo la Merelani na kutathmini namna ya kuwawezesha zaidi. Aidha, ameagiza halmashauri ya wilaya ya Simanjiro kuangalia uwezekano wa kutoa mikopo ya 10% kwa wananchi kwa kuzingatia shughuli za uchimbaji wa madini ambazo ndizo shughuli kuu za kiuchumi katika eneo hilo. Kwa upande wake, mbunge wa Simanjiro na naibu waziri wa mambo ya nje Mheshimiwa James Kinyasi Ole Milia amemshukuru Waziri Mavunde kwa kutembelea Merelani na kuchukua hatua za kushughulikia changamoto zinazowakabili wachimbaji na wananchi wa eneo hilo. Naye mwenyekiti wa CCM wilaya ya Simanjiro Kilia Leiza ameipongeza serikali kwa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, akisema hatua zinazochukuliwa zinaendelea kuimarisha shughuli za madini na maendeleo ya wananchi. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, mkurugenzi wa Frenon Mining Onesimo Mbise na mkurugenzi wa Chusa Mining
Joseph Mwakipesile wametoa ahadi mbele ya Waziri Mavunde kutekeleza maelekezo hayo kwa kufanya utafiti wa kisasa wa mashapo ya Tanzanite na kuwasilisha taarifa ya utekelezaji ndani ya muda uliowekwa. Mohab TV, Maryland.